Tumerudi Masai, fungua dimba. Mada yetu ya kwanza inasemaje? Mada yetu ya leo inasema hivi. Siasa nzuri ni ipi? Nani anaweza kaniambia nini maana ya siasa? Kwa mtizamo wake yeye, anavyoona siasa ilivyo. Nini maana ya siasa? Siasa bora ni ile inayozingatia misingi ya kidemokrasia na utawala bora. Siasa bora kwanza mimi nasema ni kumwogopa kwanza Mwenyezi Mungu. Ukimwogopa Mungu tutapata siasa nzuri. Sawa jamani, basi tumesikia mitazamo tofauti kutoka kwa wajumbe wetu kwa siku ya leo. Lakini kama kawaida yetu sisi mini basi tunapenda kushirikiana na wadau na wataalamu tofauti ili tupate mwanga mkubwa zaidi katika mada yetu. Basi ndio nibonyeza mada. Siasa safi, mimi nahisi labda tumpate kiongozi ambaye atakayeweza kutuletea maendeleo, mchapakazi, na sisi wenyewe pia wananchi tujitume. Siasa mzuri ni ile ambaye inajali demokrasia kwa watu wote. Yaani kwamba inajali haki za binadamu. Unaona? Kwamba siasa lazima ijue maslahi ya raia. Raia wanahitaji nini? Siasa mzuri ambaye inahusika na muungano wa vyama vingi. Siasa mzuri ni ile ya ukiwa jukwani ni kuzungumzia sera za maana za kuwajali wananchi pamoja na taifa zima kwa ujumla, kwa kujali yani ajira kwa vijana, kuwasaidia walemavu pamoja na watoto. Kwangu mimi ninavyowaza siasa nzuri ni ile ambapo unatoa ahadi ambazo zinatimia. Tunachotaka sisi tuione Tanzania inavyozidi kumea, sio kuiona Tanzania ikiteketea. Kwa sababu inavyoteketea Tanzania wanaumia zaidi ni wananchi ambao ni wadogo, watoto, wazee. Umeona? Kiasi kwamba hata wao wenyewe wanapokuwa hata kama wamekimbia wanaweza kaa kule kwa sababu na wenyewe wana familia zao. Siasa nzuri wewe ujue kwanza nini unachokiongea kwa binadamu wenzio. Sio unakurupuka tu huko, umetoka chumbani kwako na mke wako, umelala wewe umekurupuka unakuja kuongelea sisi maneno yako ya kipuzi. Hatuwezi kukuelewa, lakini kwa maneno mazuri tutakuelewa. Siasa nzuri ni utendaji wa kazi na kuwasikiliza wananchi wanasema nini. Na kukisha wasikiliza lazima uwatekelezee kile kitu ambacho walichokuwa wamefanyaje, wamehitaji. Sio kwamba unafika kwenye jukwaa unaongea kama unavyotaka wewe mwenyewe, ni kitu ambacho hakiwezekani. Ongea kitu ambacho unajua kabisa hiki kitu sintamuuzi mtu na wala sintamkasirisha mtu. Umeelewa? Kwamba ina maana sisi kama wananchi tunaposema tuna tatizo fulani, inabidi wewe kama ni mheshimiwa ulifuatilie lile tatizo ili uje ufanyaje, utatue tatizo. Sisi tuna watoto tunasomesha, lakini ni bora kumbe hata ya kulipia ada ya mtoto ya shule binafsi kuliko tunavisomesha. Tunaambia bure, tunasomesha bure wakati tunasomesha kwa hela. Kila siku michango haiishi. Kila siku wanakusanya kodi, zinaenda wapi? Na haya ndio yalikuwa maoni tofauti kutoka kwenye zamandani. Dada, ulikuwa na mtazamo gani kuwasikiliza kina mama wenzako wakitoa maoni yao? Walichokuwa wanaongelea zaidi ni kwamba viongozi wengi au wagombea walikuwa wengi wanakuwa wanatoa ahadi ambazo hawezi kuzitekeleza, yani ili mradi tu waweze kupata ile nafasi. Sasa wao nimeona kwamba walichokuwa wanaomba au wangependa ni kwamba waahidi kile kitu ambacho wanaweza kukitekeleza. Mwanasiasa anapopanda kwenye jukwaa atoe hoja, sio matusi. Sasa hivi tunashuhudia watu wanapanda kwenye majukwaa, badala ya kuzungumzia hoja au kunadi labda ilani ambayo anayo, kwanza yanaanza matusi au vijembe. Sasa kwa Afrika na tukitolea tu mfano labda kwa Tanzania na nchi hizi za Afrika Mashariki, wanasiasa bora wanapotea. Mimi nadhani wangerudi, kwa sababu siasa nadhani ni professional, watu wanasomea. Kuna kitu kinaitwa political science. Lakini tunaona madaktari, maengineer wanatoka, wanaacha zile professional zao wanaingia kwenye siasa. Umesema kitu kizuri sana kaka. Ngoja labda ningeuliza, mwana siasa ni mtu gani? Ni mtu ambaye unahitaji kwamba hususan kwanza uwe na lengo lako. Kwamba lengo langu mimi nataka kuwa mwanasiasa. Na unapozama kwenye siasa ni maneno ambayo yamshawishi, kama alivyoongea mjumbe aliyotangulia, yanaweza kuwashawishi kundi la watu ama mtu mmoja mmoja ili wafate yale unayokusudia, lakini yawe maneno yanayohitajika kwa jamii.
yasiwe maneno ambayo yanatoka nje ya jamii. Anaposimama na kuongea hoja zake tukazichambua na tukazikubali, huyu atakuwa ni mwanasiasa bora. Tumesikia hapa mheshimiwa hapa amesema kwamba sasa hivi unakuta daktari, yani mtu tofauti tu anatoka anaenda kuwa mwanasiasa, na siasa ni kitu ambayo inasomewa, political science inasema Kilengesa hapo. Sasa ina maana kwamba sisi sote, watu wote sisi ni wanasiasa mheshimiwa? Si kweli kwamba watu wote ni wanasiasa, lakini wengine wanaingia kwenye siasa kufuata maslahi. Wanaona kwamba kwenye siasa upatikanaji hasa wa fedha ni rahisi zaidi kuliko kule kwenye fani aliyoisomea. Kwa hiyo wengi wanajiingiza kwenye siasa kutafuta maslahi. Ndio hapo tunapokotoka. Mimi nasema hakuna mwanasiasa. Hakuna mwanasiasa? Nachozungumza nasema hakuna mwanasiasa. Kwa sababu gani? Narudi kwenda kwenye swala langu lile la nyuma. Watu watumuogope kwanza Mungu. Hatumchi Mungu. Leo sisi tungekopa tunamuogopa Mwenyezi Mungu. Leo unapokaa kwenye jukwaa unazungumza kuahidi wa Tanzania. Umati wa Tanzania wote unakupo wanakuangalia wewe unachokiahidi. Leo unakuta umeshapata ule uongozi, umeshapata hela yako fresh, umeshapiga hela, umetembea zako. Mimi nimeshawaahidi. Hamna chochote kile. Sasa wewe utawachagua wakina nani kama unasema una mwanasiasa? Mimi nasema kwa mfumo wa kwetu, kwa mfumo kwetu wa Kitanzania hapa wote ni watu wa kupenda madaraka. Hakuna mwanasiasa hata mmoja. Hiyo hoja yake kwa kweli mimi sikubaliani nayo, kwamba mwanasiasa kama mwanasiasa, wanasiasa lazima wawepo ili katika mantiki ya kwamba sisi tuweze kuongozwa, sawa. Kwa ina maana kwa kila mwanasiasa anapokuwa anaingia kwenye hiyo tasnia ya siasa, lazima awe ni mtu wa kujitoa kwa wananchi, sawa. Awe yupo chini ya wananchi, na maana wananchi wao ndio wana maoni kwamba yeye aweze kuwasikia wananchi kwanza, ndio aweze kuzitendea haki zile nani zake, sera zake. Kwa mimi kwa maoni yangu ni kwamba wanasiasa wapo, sema ni ile hali tu ya kwamba wengi wao wanakuwa hawana hofu na Mungu. Tumeongelea sana sera, watu wameongelea sana sera, na hata kwenye zamandano tumeongelea sera. Sasa je, kuna swali hili, sera nzuri inamaanisha kwamba hiyo ni siasa nzuri? Sera nzuri haimaanishi ndo ni siasa nzuri, isipokuwa sera nzuri ikifanyiwa utekelezaji kama ilivyoahidiwa ama kama ilivyotamkwa labda na viongozi wenyewe, na tukaona utekelezaji wa zile sera zimefanyika, basi hiyo ni siasa nzuri. Tulipo sasa hivi viwanda vimekufa kwa sababu ya sera mbovu. Sera ndio tatizo. Ujue sisi wa Tanzania kwanza tuna imani sana. Tuna imani sana nzuri. Alafu tuna ustaarabu vizuri. Hivi leo toka hapa nenda Kenya, mtu hata Mkenya kununulia soda au chakula inakuwa ngumu, kwa sababu hela pale kwanza kuipata ni vigumu sana. Leo sisi wa Tanzania yani tuko be free yani tuko free yani tuko wazi. Ndio maana viongozi wetu wanatuahidi vitu vingi sana. Nitafanya hiki, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Lakini anachoahidi kile, ajui kama mbele kuna Mungu. Ajui kama mbele kuna Mungu. Leo mimi naahidi hivi, naahidi umati wa Tanzania nitafanya hiki, nitafanya hiki. Tumeahidiwa vitu vingi, lakini tunaangalia hakuna vitu vinavyofanyika ndani ya Tanzania. Leo toka hapa nenda Mwimbili, kaangalia pale. Kama una hela unakufa. Ndio maana mtu mwingine anasema Mungu bwana, vitu vingine tusiongopee Mungu, tusimsingishie Mungu au shetani. Hapana. Kama una hela na utakufa tu. Ili sera nzuri iwe nzuri lazima ifanywe vitendo ambayo vile ambavyo vimeahidiwa ndani ya ile sera vifanyike katika utekelezaji, vitekelezwe ili ile sera iwe bora zaidi. Okay, basi tukirudi sasa kwetu katika mada yetu halisi. Siasa nzuri ni ipi? Kama tumeongea hapa tumeonekana kwamba siasa kwa ufupi ni utekelezaji. Mimi naoviona kwa fikra zangu ni yale maneno ya mgombea wetu anayotamka katika majukwaa, baada ya hapo na akafanya vile alivyosema. Nadhani hiyo ndio siasa nzuri. Yaani maana yake niko pamoja na kaka yangu hapa. Siasa nzuri ni sera kuendana na utekelezaji. Kama una sera nzuri alafu ukashindwa kuzitekeleza, bado haijawa siasa nzuri. Sasa hapa nchini kwetu mnaelezeaje siasa ya hapa nchini kwetu? Ni siasa nzuri? Bovu sana. Bovu tena. Siasa ya Tanzania bado. Na mimi nafikiri tukitaka kupiga hatua moja kwenda mbele, kwanza tufanye mabadiliko. Tukifanya mabadiliko tutaweza kujua kwamba tunataka kwenda wapi. Hayo
Labda kaka najibu swali hilo hilo. Mi naona kwamba siasa nzuri kwa kweli kwa hapa nchini kwetu bado tupo nyuma sana. Ni kwamba naona ni siasa uchwara. Nafikiri kuna wanasiasa ambao wameshapita kwa nyuma, wameshaona kwamba siasa haifai, ni bora wakae pembeni waendelee na biashara zao. Ni siasa uchwara, kwa sababu unakuta wananchi kama wananchi kwenye majukwaa ya siasa hawapati uhuru wa maoni. Unakuta ni mbunge au ni diwani au kama ni upande wa urais, wagombea wale unakuta wanapata muda mrefu wa kuongea mambo yao ambayo labda mwingine anakuta anatambulisha familia yake. Familia unakuta ni ndefu sana. Anatoka kwenye mada. Sawa. Sasa inashindikana kwamba hata mwananchi mwenyewe kupata ule uhuru wa kutoa maoni. Sawa, kwa sababu lazima kuwe kuna maswali. Kuna vitu ambavyo havijatekelezeka ndani ya miaka 5 au 10 iliyopita. Sasa leo unakuja unatuahidi hiki. Unakuta watoto waliotoka enzi hizo mababu, mtu alikuwa haja kukalia dawati. Mpaka leo hii bado unaendelea kutuambia kwamba madawati tutaweka na elimu itakuwa nzuri. Lakini mpaka leo unakuta mambo ni yale yale. Muda mabadiliko. Mzee, kwanza mimi nasema siasa imevamiwa. Unaona nani tena? Siasa imevamiwa na makundi ya watu ambao anakwenda kwenye siasa lakini si mwanasiasa. Shughuli zake ni biashara. Anakwenda kwenye siasa kwa ajili ya kuandaa maslahi ya kwake kwa shughuli zake. Mifano ipo Dar es Salaam. Kuna watu wameingia kwenye siasa wana maboza ya magari ya maji. Amechaguliwa kuwa kiongozi katika mtaa fulani. Ndawaleteni maji nitafanya hivi. Lakini badala kuleta maji, yeye sasa imekuwa kwenu nyinyi ni shamba wa mtaji wa shughuli zake. Sasa siasa au viongozi ndio nasema wamevamia siasa. Naweza kusema kwamba mimi sikuwepo hizo enzi za uhuru sababu bado ni kijana. Sawa, lakini tumesoma historia, tumeona watu walivyokuwa wanatekeleza majukumu yao. Mimi nahisi kwamba wanasiasa wa zamani, mfano mzuri kama huyu hayati Moringe Sokoine. Sawa, ni watu ambao kweli walikuwa wamejitoa kimasomaso kwa ajili ya taifa. Sawa? Na kama kweli tungekuwa na watu kama wale, utekelezaji wa hizi sera nzuri au siasa nzuri, mimi nahisi tungepiga hatua. Kwa sababu tuna kila sababu ya kujivunia nchi yetu. Rasilimali zote zipo, bandari tunayo, vivutio vya utalii vipo, lakini sasa mimi naona ni kwamba utekelezaji tu ndo unakuwa ni mbovu. Ndio hapo tunakuja kusema kwamba siasa yetu bado haijakuwa. Siasa nzuri mimi narudi pale na kazi yao. Ni utekelezaji mzuri, kwa sababu wapo wanasiasa ambao wana utekelezaji mzuri wa sera zao na tunaona wazuri. Hatusemi kwamba Tanzania wote ni kwamba wanasiasa wabaya. Tunajua wenyewe, tunamuona huyu mtu fulani anafaa. Okay, kwa kukatisha maana naona tutaenda wote hivi. Nini kifanyike ili tuwe na utekelezaji mzuri? Naomba tu kwamba waache ule ubinafsi. Waache ubinafsi, wasimamie maslahi ya watu wale wanaowaongoza. Wakikubali kujitoa, tutakwenda mbali. Mimi naona ambacho kinatakiwa kufanyika tukapata siasa safi. Mabadiliko ya haraka sana yanatakiwa yafanyike. Basi. Wajumbe wetu wameongea na wameongea mambo mengi sana. Lakini hapa kilichotanda zaidi kinaonekana kwamba viongozi wetu sasa hivi wameacha kuongoza bali wana ubinafsi. Na mtu yote mwenye ubinafsi inamaanisha kwamba ni mtu ambaye amesimama sehemu moja, haongozi tena, amesimama sehemu moja. Kwa hiyo natumaini kwamba viongozi hususan tunapoelekea tarehe 25 kwenda kupiga kura, huo ubinafsi kama mlivyosikia kwa wapiga kura inabidi muache ili tuje kuona matunda mema ya siasa nzuri. Na wanasema kwamba ile kutupiana maneno kwamba maneno mbofu ile haitakiwi, watu wanasema sio mzuri, maneno mbofu. Hiyo Kiswahili ngumu jamani. Mbofu inatokea wapi? Haya basi sasa hivi tuendeni kwenye break. Kabla tujaenda kwenye break Masai, kuna watu wengine ambao wangependa nao kujadili mada fanyeje. Tembeleni kurasa yetu ya Facebook hapo. Toa hoja yako. Unaona hapo chini vile inaandikwa toa hoja yako tu hapo. Na kama utataka kujua kwamba kesho tutakuwa wapi, utaona ramani yetu iko hapo Ngaraidi. Ni kweli. Sasa hivi tuendeni kwenye break, tukirudi tutaanza na mada yetu ya pili kwa siku.